Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mfuatiliaji wa kipindi chetu hichi cha kujifunza lugha ya Kiarabu. Kwanza kabisa nianze kukushukuru wewe mpenzi mfuatiliaji wa kipindi chetu hichi cha kujifunza lugha ya Kiarabu. Kwa hakika tumeanza kipindi chetu hichi kwa muda mrefu kutokana na pirika, kutokana na mambo yanavyokwenda. Wakati mwingine tunasimama kwa muda mrefu, wakati mwingine tunakwenda hivyo hivyo, lakini alimradi kufikisha kile kidogo ambacho kwamba tuko nacho. Kwa muda huu nataka kukuarifu kwamba kipindi chetu hichi lengo kubwa ni kukupa wewe jinsi gani unaweza kuizungumza lugha ya Kiarabu na vipi utaweza kuifahamu na kuielewa pindi pale unaposikia na pindi pale ambapo kwamba unaisoma, yani unasoma kitabu, jinsi gani utaweza kuifahamu lugha ya Kiarabu ipasavyo. Kwa hakika kwamba darasa yetu tumeanzia mbali sana, kwamba kuna darasa zetu ambazo kwamba zilizopita mwanzo kabisa tumeanza na yani jinsi gani utaweza kuifahamu lugha yoyote duniani. Na kama hukuipata klipu hii, basi rudi katika klipu ambayo kwamba inazungumzia hichi kitu, kwamba jinsi gani unaweza kuipata lugha na unaweza kuifahamu lugha kwa njia nyepesi, kwa hali nyepesi sana. Hivi vyote ambavyo kwamba nimekupa hivi ni kukupa wewe kitu kidogo ambacho kwamba ni kama ufunguo jinsi gani unaweza kuipata lugha. Vitu nilivyokupa ni vitu vya muhimu sana sana katika lugha ya Kiarabu, kwamba kuvijua kwa vitu hivyo ni njia moja hapo ambayo kwamba itakuwezesha wewe kuifahamu lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo kilichobakia ni nini kwa muda huu? Kilichobakia kwa muda huu kwamba unatakiwa wewe kufanya mazoezi, unatakiwa wewe kufuata yale maelekezo ambayo kwamba yaliyopita, jinsi gani unaweza kuifahamu lugha. Kama tunavyoona kwamba lugha unaweza kuifahamu kwa mambo mangapi? Lugha unaweza kuifahamu kwa mambo matano makubwa. Kwamba kwanza, jambo la mwanzo kama tunavyoona kwamba ni nini? Kuhifadhi, lazima uhifadhi. Halafu ya pili ni kuifanyia kazi, manake kuzungumza. Kama hujahifadhi huwezi kufanyia kazi, manake ili ufanyie kazi manake kwanza uweze kuhifadhi. Ukishamaliza kuhifadhi, manake mambo mengine ambayo kwamba yanaweza kukusaidia wewe ni kusikiliza. Kitendo cha kusikiliza, yani unaposikiliza ile lugha ya Kiarabu, basi unaweza kuielewa. Yani unaweza kuielewa na kuchukua yale maneno ambayo kwamba unayasikiliza, maneno mapya ambayo kwamba hukuwahi kuyasikiliza, na jinsi gani inatamkwa lugha ya Kiarabu. Na vile vile kuandika vile vile inasaidia sana 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 katika kuweza kuielewa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo hii darasa yetu kwamba kwa muda huu, kwa wewe ambao kwamba unaanza sasa, au kwa wewe ambao kwamba ndio mwanzo unaingia sasa katika hii darasa yetu, basi kuna darasa ambazo kwamba zilizopita, anza zile darasa zilizopita, zielewe vizuri, halafu mpaka hapa tunafikiria si kikomo, lakini sasa ni juu yako wewe kukaa na kuvifanyia kazi na kutunga sentensi na kufanya ili lugha iweze kukua zaidi. Na kama una rafiki yako, una mtu wako wa karibu ambaye kwamba uko naye, unaweza kuzungumza naye au unaweza kuzungumza wewe peke yako, kutunga sentensi ili kuweza kuielewa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo kwa yule ambaye kwamba anataka msaada zaidi, au pengine labda kuna kitu ambacho kwamba kimetokezea hakukielewa, au pengine labda kuna mapungufu fulani, au pengine labda kuna kitu fulani, basi anaweza kunitafuta kwa njia yoyote ile, au anaweza kuweka comment yake ili tuweke mambo yaweko sawa. Kwa hiyo kwa muda huu ninachotaka kukizungumza kwamba tayari tumeshasoma vile ambavyo kwamba ni vya muhimu katika lugha ya Kiarabu. Kwa muda huu sasa tunataka kuingia katika lugha ya Kiarabu hasa, maana tunaingia katika lugha ya Kiarabu katika fani zake za Kiarabu. Kwamba tukizungumzia fani za Kiarabu tunazungumzia nahwu, tunazungumzia sarfu, tunazungumzia balagha, tunazungumzia na masomo mengine ya kilugha. Lakini kwa muda huu tunaanza na nahwu, na inshallah tutakuja na sarfu, na inshallah tutakuja na balagha, na utajielewa zaidi kwa njia nyepesi sana. Ikiwa hujasubscribe, usisahau kusubscribe. Kwa hiyo katika hichi kipindi chetu ndo yale, hakuna mengine, hakuna kilichozidi, isipokuwa mimi nimekuchukulia kuweza kukupa wewe ufunguo jinsi gani unaweza kuingia katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo shikamana na darasa yetu hii, endelea kufuatilia ili upate ujuzi zaidi na zaidi. Kama hujasubscribe, usisahau kusubscribe, kuleki, kukomenti na kushare. Na ikiwa una mwenzako ambaye kwamba anataka kujifunza lugha ya Kiarabu, basi si vibaya kumuunganisha na darasa zetu hizi ili aweze kupata faida zaidi na zaidi.